Karibu katika Tatu za leo, zikisomwa nami Gerard Kadinya. Kitaifa. Wananchi wa mji wa Misungwi jijini Mwanza wanatarajia kupata huduma bora ya maji safi na salama kufuatia kukamilika kwa mradi wa kuboresha mfumo wa usambazaji maji wenye thamani ya zaidi shilingi milioni 880 uliofikia asilimia 98 ya utekelezaji. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo, imeeleza kuwa zaidi ya wakazi 22,000 tayari wameanza kunufaika na maboresho yaliyotekelezwa na Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Mwanza, huku kukamilika kwa mradi huo kukitarajiwa kuongeza upatikanaji wa huduma ya maji katika mji wa Misungwi hadi kufikia asilimia 97. Aidha, mradi huo umehusisha ujenzi wa vituo vya kuchotea na kusukuma maji na kuunganisha huduma ya maji majumbani kwa wananchi, hatua inayolenga kurahisisha upatikanaji wa maji safi na salama pamoja na kupunguza umbali wa kufuata huduma hiyo. Kimataifa. Mapigano ya Marekani na Iran yamechukua sura mpya baada ya Iran kusema kuwa imelenga kambi za kijeshi za Marekani nchini Kuwait na Jordan, ikiwa ni kujibu mashambulizi mapya ya anga ya Marekani. Ving'ora vya tahadhari vilisikika Bahrain, huku Kuwait ikikabiliwa na vitisho vya ndege zisizo na rubani. Marekani ilifanya mashambulizi kwa siku 5 mfululizo ikilenga mifumo ya ulinzi wa pwani na makombora ya Iran baada ya kurejea mzingiro wa baharini kwenye bandari ya Hormuz. Iran imeonya kuwa vita vinaweza kuenea katika maeneo mapya ikiwa mashambulizi ya Marekani yataendelea, huku ikisisitiza haina mgogoro na nchi jirani. Kutokana na hali hiyo, India imezuia kwa muda mabaharia wake kusafiri kupitia mlango wa Hormuz baada ya mabaharia wawili wa India kuuawa katika mashambulizi ya hivi karibuni, ikieleza kuwa eneo hilo limekuwa hatari kwa meli za kibiashara. Na katika michezo, timu ya taifa ya Argentina imetinga fainali ya kombe la dunia mara baada ya kupata ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Uingereza katika mchezo uliowakutanisha wawili hao siku ya Jumatano majira saa 4 kamili za usiku. Fainali za mashindano hayo itapigwa mnamo Julai 19 katika uwanja wa MetLife Stadium uliopo Marekani, huku ushindani mkali utakuwepo kati ya Lamine Yamal na mtu anayemhusudu Lionel Messi wa Argentina. Kwa upande wa Uingereza itacheza mchezo wa kutafuta nafasi ya 3 dhidi ya Ufaransa ya Kylian Mbappe. Mchezo huo utachezwa usiku wa kuamkia tarehe 19 majira ya saa 6 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Huu ndio mwisho wa Tatu za leo kutoka kwangu Gerard Kadinya.